iwe kichinjwe, kiharibiwe. Lakini ukiwa ni mtu wa maombi, utakuwa unapambana na haribu roho za uharibifu, na haribu roho za kuua, roho za kuchinja, roho za kuiba. Kwa hiyo utajikuta hauibii katika ulimwengu wa roho, au vitu vyako havianzi alafu vinakufa, kwa sababu umejikita katika kuviombea. Unaviombea, unavistawisha kwa sababu ulimwengu wa roho, na kija kutoka kwenye mwili vinakwenda vinapata nafasi kwa sababu umetengenezewa katika ulimwengu wa roho. Kila unachokiona kwenye mwili kilianzia rohoni. Kilianzia rohoni. Biblia inasema katika Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo kumbe yako yote tunayoyataka, lakini ili tuwe na yote lazima tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Ndio maana tunasema ili uwe imara kiroho lazima uwekeze kwenye maombi, kwenye ushirika na neno la Mungu. Kwa sababu kwa kufanya hivyo mengine yote utazidishiwa. Biblia katika Mithali 31:30 inasema urembo ni udanganyifu, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mithali 31:30. Ile Mithali unaweza kuisoma yote kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 30. Utaona inazungumzia habari ya mke mwema. Mwanamke mwema ni mwanamke wa aina gani? Lakini hapa kwa muktadha wa maisha ya maombi na neno la Mungu, ili mwanamke imara kiroho, Biblia inasema kwamba urembo ni udanganyifu, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Binti yangu, hata wewe mrembo kiasi gani, lakini pamoja na sura nzuri, ziko uko ulimwengu wa roho ambao unashindana na kila kitu na kila mtu. Ili kitu cha uzuri wako uwe na function, ili vyovyote ulivyo uwe sawa na mambo yaende sawa, unahitaji kumcha Mungu. Unahitaji kuwa mwombaji, kuwa mtu ambaye anashirika neno la Mungu. Wewe misingi yako imejengwa wapi? Kuna mtu mwingine unaona yeye yupo tu anatembea unasema unafikiri kama anategemea tu nguvu hizo za nje. Hakuna. Kila mtu anaye Mungu anayemwabudu. Asipokuwa Mungu aliye hai, inawezekana ni Mungu wa baba zake huko, kuna wengine wanaabudu ng'ombe, kuna wengine sio wanaabudu vitu gani, hata kama hatuwasaidii, lakini kuna watu wamewekeza kuabudu hiyo miungu yao hiyo, hata kama iwasaidii, hata kama inawaharibia, lakini kila mtu ana kitu anachokiabudu. Sasa wewe ambaye ni mwana wa Mungu, wekeza kwenye kumwabudu Mungu, kumcha Mungu, kuwa na maisha ya maombi na maisha ya neno, ili uweze kujenga ustawi wako kama binti, lakini pia baadaye ujiandae kwa maisha yako ya baadaye. Kuna mtu mwingine anasema kwamba nitaomba tu. Kwani maisha si hapo tu nitaomba tu? Anza sasa.